machoni mwa mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba. Pili, la mwenendo wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kulizungumza kwa sasa kuhusiana na viwango vya ubora barani Afrika CAF ni mapema mno, yaweza kuzua taharuki isiyokuwa na sababu. Lakini kwa benchi la ufundi la Simba chini ya kocha mpya Steve Barker, raia wa Afrika Kusini, ni muhimu kulizungumza mapema ili wafanyie kazi vizuri, kwa kujua kwamba mwenendo wa Simba kwa sasa kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika sio tu kwamba unahatarisha uwezekano wa wao kufuzu kwa hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, bali pia unahatarisha uwezekano wa wao kuendelea kuwa juu ya viwango vya ubora kulinganisha na watani wao wa jadi Yanga. Iko vipi? Ni kwamba Simba kwa misimu kadhaa hivi karibuni imekuwa ikijivunia jambo moja katika michuano ya kimataifa, kwamba yenyewe mara zote imekuwa juu ya watani wao wa jadi Yanga, kwamba kwenye viwango vya ubora ni ushahidi juu ya vile ambavyo Simba amekuwa akifanya vizuri kulinganisha na watani wao wa jadi Yanga. Simba mpaka sasa kwenye viwango vya ubora barani Afrika iko juu ya Yanga, na imekuwa hivyo msimu uliopita, msimu wa nyuma yake na kadhalika. Sasa kwa mwenendo uliopo wa viwango vya ubora barani Afrika CAF, na kwa kuzingatia mwenendo wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu wa 2025-26, tayari Simba wameshapitwa na watani zao wa jadi Yanga kwa mara ya kwanza baada ya kupita misimu mingi. Noti cha kukumbusha ni kwamba kupitwa huko kwa Simba na Yanga ni kwa mechi mbili tu. Kwa mwenendo uliopo hivi sasa, bado kila timu miongoni mwa timu 16 zinazoshiriki ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, lakini pia timu nyingine 16 zinazoshiriki hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, bado kila moja zina mechi 4 mkononi, na hivyo kuweza kuamua juu ya hatima yao, kwamba zile ambazo hivi sasa zinaonekana kileleni zaweza kupinduliwa pale juu zikashuka, alafu za mkiani zinaweza zikapanda, kwa sababu michezo minne ni michezo mingi inayozaa pointi 12 endapo timu inashinda zote. Lakini kwa mwenendo uliopo sasa, kama unakuwa hivi mpaka mwishoni mwa kukamilika kwa hatua ya makundi, mechi 66 kwa kila timu kwa michuano ya kombe la shirikisho, kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, maana yake Simba itakuwa chini ya Yanga, na hilo ni jambo ambalo kocha Steve Barker, benchi la ufundi la Simba, wachezaji wao wanapaswa kulijua, na iwe chachu ya wao kuongeza jitihada zaidi katika mechi zilizobaki, zikiwamo mechi za kucheza nyumbani na ugenini dhidi ya Esperance de Tunis, lakini pia mechi za marudiano dhidi ya Petro Atletico ambayo Simba atakwenda kule nchini Angola, na pia kuna mechi ya kucheza nyumbani dhidi ya Stade Malien. Iko vipi? Ni kwamba wakati msimu huu ukiingia 2025 2026, miongoni mwa klabu 10 zilizokuwa zikiongoza kwa viwango vya ubora wa CAF ndizo hizo ambazo hata sasa ukiangalia kwa mwenendo unaoendelea, wengine upenda kuita live score, kwamba kila mmoja kwenye nafasi alionayo kwenye kundi lake, ukiangalia viwango vya ubora, basi zile zilizokuwa top 10 ndizo ambazo zimo ndani ya top 10. Lakini kilichotokea ni mabadiliko ya nafasi katika baadhi ya timu, na miongoni mwa zilizoathirika katika viwango vitokanavyo na kuendelea kwa michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho baada ya mechi mbili, Simba ni miongoni mwa zile ambazo zimeathirika, kwa sababu tu imepoteza mechi zake zote mbili za hatua ya makundi, huku wapinzani wao katika kuania viwango vya ubora vya juu wangali wakiwa wamefanya vizuri. Tunakumbuka vizuri wakati msimu ukiingia, katika orodha ya viwango vya ubora ambao kwa kawaida CAF huangalia performance ya misimu mitano, ambapo timu ikiingia walau kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika ama kombe la shirikisho, ndipo huvuna points, na kisha jumla ya pointi hizo kulinganishwa kwa kila timu katika descending order, katika namna ya kupungua, nani anakuwa juu, nani anafuatia mpaka mwisho. Ni kwamba Al Ahly waliingia kwenye msimu huu wakiwa bado wako juu, wakiwa na pointi 51, lakini waliofuatia walikuwa ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ambao wao walikuwa na pointi 43. Wanaofuatia nafasi ya tatu walikuwa ni Esperance de Tunis, wao wakiwa na pointi 38. Nafasi ya 4 ni RS Berkane ambayo pointi zake ni 37. Halafu nafasi ya 5 ni Pyramids ya Misri ambayo alama zake ni pointi 33, sawa na Simba ya nafasi ya 6 ambayo yenyewe Simba ya Tanzania ilikuwa na alama
33 kama Pyramids, lakini Pyramids wamepata pointi nyingi hivi karibuni na ndio maana walikuwa juu ya Simba, kwa sababu Pyramids ni mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliomalizika 24-25, Simba wakifika fainali ya kombe la shirikisho. Pyramids wakawa wamevuna pointi nyingi zaidi hivi karibuni kuliko Simba. Kwa taratibu za CAF, mkilingana points kwenye viwango vya ubora, yule aliyekusanya pointi nyingi hivi karibuni ndiye anayekuwa juu ya mwenzake. Kwa hiyo Simba ya 6. Ya 7, Zamalek ya Misri ikiwa na alama 29. Ya 8 ni USM Alger, ilianza msimu ikiwa na pointi 27. Ya 9, Yanga ya Tanzania, watani wa jadi wa Simba, walianza msimu huu wakiingia na pointi 25. Halafu ya 10 ikikamilisha top 10 za viwango vya ubora wakati wa kuingia msimu huu ni Al Hilal Omdurman ya Sudan ikiwa na pointi 24. Yes, Al Hilal Omdurman pointi 24. Sasa kwa kawaida tunatambua baada ya msimu kuanza mpya, timu zilizoingia hatua ya makundi zikishaanza kucheza ni kwamba wale wawili wa juu ndio huenda hatua ya robo finali. Kwenye kombe la shirikisho timu mbili za juu zinazokwenda robo finali hupata pointi mbili, ambapo huwa tunazidisha mara 5, unapata pointi 10 kwa msimu unaoendelea. Ufafanuzi juu ya pointi zinavyopatikana, namna zinavyozidishwa kwa coefficient number, hili tumeshalifafanua mara kadhaa kwenye vipindi vyetu. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, unaweza ukafanya rejea ukajifunza zaidi. Lakini kiufupi ni kwamba mbili za juu kwenye kombe la shirikisho pointi mbili. Timu inamaliza nafasi ya 3 inapata pointi 1 mara 5 unapata pointi 5, alafu inamaliza nafasi ya 4 yani mkiani inapata pointi 0.5, ukizidisha mara 5 inakuwa pointi 2.5 ambazo unaongeza na pointi ilizoingia nazo kupata jumla ya pointi ambazo timu inakuwa imezipata baada ya hatua makundi kukamilika. Ukienda robo finali ndio pointi hizo. Ukienda nusu finali kombe la shirikisho ni pointi 3 unazidisha mara 5 inakuwa pointi 15. Ukienda finali ni pointi 4 mara 5 pointi 20. Ukienda ukitoa ubingwa katika kombe la shirikisho unapata pointi 5 mara 5 inakuwa 25. Hizo pointi unazozipata unaongeza na pointi ambazo timu imeingia nazo. Kwa ligi ya mabingwa pointi ziko nyingi kidogo. Timu mbili za juu zinazofuzu hatua ya robo finali zinapata pointi 3 mara 5 15, unaongeza na pointi ambazo timu imeingia nazo kwa msimu husika. Ikienda nusu finali ni pointi 4 mara 5 20, unaenda kuongeza na pointi zilizoingia nazo. Ama ikifika finali ni pointi 5 mara 5 25. Ikitoa ubingwa ni pointi 6 mara 5 30, unaenda kuongeza na pointi zilizoingia nazo. Sasa kwenye orodha hii kuna timu ambazo zinashiriki ligi ya mabingwa, kuna timu ambazo zinashiriki kombe la shirikisho, ziko hatua ya makundi. Katika hii top 10 zinazoshiriki kombe la shirikisho ni USM Alger ndio ambayo inashiriki kombe la shirikisho, lakini pia ni Zamalek ya Misri. Sasa Zamalek mpaka sasa baada ya mechi 2 ipo top 2 katika zile ambazo zinakwenda hatua robo finali. Lakini msisitizo, robo finali hii itakuwa vivyo hivyo kwa Zamalek na timu nyingine ambazo ziko miongoni mwa top 2 endapo tu zitabaki katika nafasi hizo. Ikumbukwe bado mechi 4. Hapa tunazungumzia viwango kulingana na mwenendo uliopo, lakini kiuhalisia viwango vya ubora hufahamika baada ya mechi zote 6 hatua ya makundi kukamilika, na kisha zile zinazoendelea mbele zaidi hupata pointi zaidi na hivyo kuwa na nasibu ya kujiongezea uwezekano wa kuwa juu zaidi kuliko timu nyingine. Lakini alimradi lazima kukamilika kwanza kwa hatua ya makundi. Ndio maana tunasema kwa mashabiki inaweza ikazua taharuki pasi na sababu, hasa kwa timu ambazo ziko mkiani kama Simba. Lakini kwa benchi la ufundi la Simba chini ya kocha mpya Steve Barker ni vizuri kujua ukumbusho huu ili wao na wachezaji wao wakaze zaidi, waongeze jitihada wakijua kwa mara ya kwanza baada ya misimu kadhaa kupita wanapitwa na watani zao jadi Yanga ambao wako katika mwenendo mzuri kwa msimu huu 2025-26 kwenye ligi ya mabingwa hatua ya makundi. Sasa USM Alger wako miongoni mwa top 2 katika kombe la shirikisho, maana yake ni robo finali hiyo. Maana yake wakimaliza kwa nafasi hii miongoni mwa top 2 kwenye kundi lao watapata pointi 2 ambazo huzidishwa mara 5 na kuwa pointi 10, ukiongeza na hizi 27, maana yake USM Alger kwa mwenendo unavyoendelea wana pointi 37. Wakidumisha nafasi hiyo kuwa miongoni mwa top 2 na kwenda robo finali tayari watakuwa na pointi 37, huku pia wakiwa na uwezekano wakiziongeza zaidi endapo watapiga hatua zaidi nusu kwenda finali mpaka kutoa ubingwa. Zamalek na wao wapo miongoni mwa top 2, kwa hiyo kuna 2 mara 5 unaongeza na hizi 29, maana yake kwa sasa kwa mwenendo uliopo
wana pointi 39. Lakini ukija kwa Al Ahly, wao wapo miongoni mwa top 2 kwenye kundi lao la B, ndio wanaongoza Al Ahly ya Misri wakiwa na pointi 4. Kwa hiyo kitendo cha kuwa miongoni mwa timu mbili za juu kwenye hatua ya makundi, kama Al Ahly wanaendelea hivi hivi mpaka mechi 6 zinakabilika, maana yake watakwenda robo finali kwa kuwa miongoni mwa top 2. Robo finali ligi ya mabingwa ni 3 mara 5, kwa sababu unapata pointi 5 ukiongeza na hizi 51, maana yake itakuwa 15 jumlisha 51. Al Ahly watakuwa na pointi 66. Mamelodi Sundowns nao wapo miongoni mwa top 2, kwa hiyo utaongeza 3 mara 5, top 2 ya ligi ya mabingwa. Maana timu zinazoshiriki kombe la shirikisho tumezidisha mara 2 kwa kuwa miongoni mwa top 2 ni 2 tu, Zamalek na USM Alger. Hizi nyingine zote zilizobaki miongoni mwa timu 10 bora kwa viwango vya ubora wakati tukiingia msimu zinashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo Mamelodi Sundowns ukiongeza 15 hapa utapata pointi 58 walizonazo mpaka sasa, na zote hizi kwa ujumla tu zote zina uwezo wa kuongeza pointi hizo au kuwa kama zilivyo. Hata huku pia zote zina uwezo wa kuongeza au kubaki kama zilivyo, kwa sababu bado zimo katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho. Esperance de Tunis wao wako nafasi ya 3 kwenye hatua ya makundi kwenye kundi lao la D, wakiwa na Wekundu wa Msimbazi Simba, wakiwa na Petro Atletico, wakiwa na Stade Malien. Kwa watatu kwenye ligi ya mabingwa, maana yake unapata pointi 2 ndizo utakazozidisha mara 5 kuongeza na pointi walizonazo Esperance de Tunis, ambapo utapata 10, 2 mara 5 10, ongeza 38 na kwa pointi 48. Vipi kuhusu RS Berkane? Nao wapo miongoni mwa timu mbili za juu kwenye kundi lao. Kwa sababu hiyo kwenye ligi ya mabingwa huwa tunazidisha 3 mara 5 endapo watamaliza katika nafasi hii miongoni mwa timu mbili za juu kwenye kundi lao kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika na kwenda robo finali, ambapo watapata pointi 15 ukiongeza 37, maana yake hapa unazungumzia RS Berkane wana pointi 52. Halafu kuna Pyramids wamo miongoni mwa timu mbili za juu, nao wana 3 mara 5 15, ongeza ina 33 itakuwa 15, ongeza 33 inakuwa pointi 48 Pyramids. Lakini Wekundu wa Msimbazi Simba, bahati mbaya sana, ndipo hapa tunakumbusha kwa Steve Becker, benchi lake la ufundi na wachezaji Wekundu wa Msimbazi Simba kina Elimpanzo Kibisawala, Steve Dese Mkwala, Neo Maema, ni kwamba lazima waongeze jitihada, kwa sababu hivi sasa kuwa kwao mkiani kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, endapo watamaliza kwenye nafasi hiyo, maana Simba atapata pointi 1, unazidisha mara 5 inakuwa pointi 5, ambazo kiongeza na 33 inakuwa pointi 38. Halafu Zamalek tayari tumeshaonyesha, USM Alger tumeshaonyesha. Yanga kwenye kundi lao la B wakiwa na Al Ahly, wakiwa na JS Kabylie, wakiwa na FAR Rabat. Yanga mwenendo wao ni mzuri mpaka sasa, wapo miongoni mwa top 2 wakiwa nafasi ya pili, wana pointi 4 sawa na vinara Al Ahly ya Misri, lakini wanazidiwa tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Kwa sababu hiyo wana pointi 3 ambazo ukizidisha mara 5 inakuwa 15, ukiongeza na 25, maana yake Yanga inakuwa na pointi 40. Halafu inaokamilisha orodha ya top 10 kwa viwango vya ubora vitokanavyo na pointi ambazo timu zimeingia nazo kwa msimu wa 2025-26 ni Al Hilal Omdurman ya Sudan yenye pointi 24. Yenyewe nayo kwenye kundi lake ni miongoni mwa zilizo kwenye top 2. Kwa sababu hiyo tayari na pointi 3 unazidisha mara 5 kwenye ligi ya mabingwa inakuwa 15, ongeza 24 ni pointi 39. Kwa hiyo kwa mwenendo uliopo sasa, miongoni mwa zile klabu 10 bora barani Afrika ndizo bado zipo ndani ya 10 bora, hazijazidiwa. Lakini orodha sasa inabadilika kidogo na kuwa kama ifuatavyo. Ya kwanza inakuwa Al Ahly bado ikiwa na pointi 66. Hii ndio namba 1 kwa sababu ina pointi nyingi kuliko timu zote. Ya pili bado ni Mamelodi Sundowns ina pointi 58. Hakuna ukiondoa Al Ahly inayofikia Mamelodi kwa pointi nyingi hizo. Ya tatu tutaona haiwi tena Esperance de Tunis, kwa sababu Esperance ina pointi 48. Inasuasua kwenye kundi lake ambalo ipo pamoja na Simba na Petro Atletico ya Angola na Stade Malien, ikiwa nafasi ya 3, na hivyo pointi zake matokeo yake zipo chini kulinganisha na RS Berkane ambayo pointi zake sasa ziko 52. Kwa RS Berkane ni ya 3 hapa kwa sababu inaonekana na pointi nyingi kuliko timu nyingine zote baada ya Al Ahly na Mamelodi. Inayofuatia
kuna yenye 49 hakuna, 50 hakuna, 48 manake kuna Esperance, kuna Pyramids. Lakini Esperance na Pyramids zinalingana points zote 48. Iliyovuna pointi nyingi zaidi kwa sasa, mwenendo ukiendelea watu wa makundi ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, ni Pyramids, kwa sababu imo miongoni mwa top 2. Kwa lugha nyingine, imo katika nafasi mbili za kufuzu hatua ya robo finali, wakati Esperance de Tunis pointi ilizovuna ni chache kwa sababu ipo nafasi ya 3, haimo miongoni mwa zinazofuzu robo finali kwa nafasi iliyopo, endapo itabaki na hiyo mpaka baada ya mechi 6 kukamilika. Hili nalieleza mara kwa mara kwa sababu bado viwango halisi vitapatikana baada ya mechi zote 6 kuchezwa na kila timu. Lakini kwa mwenendo unaoendelea sasa, baada ya mechi mbili, Pyramids wanakuwa juu, wanakushika nafasi ya 4, Esperance inakuwa nafasi ya 5, kwa sababu tu Pyramids wamekusanya pointi nyingi zaidi hivi karibuni kwa mwenendo unaoendelea, kulinganisha na Esperance wakiwa wamekusanya pointi 15, wakati Esperance wamekusanya pointi 10 wakiwa nafasi ya 3. Wanaofuatia baada ya hizi, unakuja ukiangalia Simba pointi 38 zinazidiwa na Zamalek 39, inazidiwa na Al Hilal, lakini kuna Yanga na pointi 40. Hapa ina maana ndio inakuwa nafasi ya 6 Yanga, kwa sababu ina pointi nyingi kulinganisha na hizi nyingine zilizobaki baada ya hizi 5 za juu. Inayofuatia baada ya 40 Yanga, tutaangalia yenye pointi 39. Pointi 39 hapa unaikuta kuna Al Hilal Omdurman, kuna Zamalek, ndio ambazo zinaweza zikashika nafasi ya 7. Ya 7 sasa hapa, kwa sababu zote zina pointi 39, utaratibu ni ule. Nani alikusanya pointi nyingi zaidi hivi karibuni kwa mwenendo uliopo? Al Hilal wanashiriki ligi ya mabingwa, wamekusanya pointi 15, 3 mara 5, 15, wakati Zamalek sawa wana pointi 39, lakini pointi walizonazo ni 2 mara 5, pointi 10, kwa sababu wao wako kwenye kombe la shirikisho. Kwa hiyo nafasi ya 7 inakuwa ni Al Hilal Omdurman, halafu nafasi ya 8 ndipo inakuwa Zamalek ya Misri. Ya 9 itakuwa ni Simba sasa mnyama ambaye ana pointi 38, ya 9, huku ya 10 ikiwa ni USM Alger yenye pointi 37. Kwa viwango vya ubora imebadilika kwa mwenendo uliopo hivi sasa baada ya mechi mbili. Steve Becker na benchi lake la ufundi na wachezaji wao wanapaswa kujua kwamba tayari Simba imepitwa baada ya mechi mbili, kwa sababu imepitwa na nani? Na Yanga ambao ni mtani wake wa jadi. Wa kwanza ni Al Ahly yenye pointi 66, ya pili Mamelodi yenye pointi 58, ya 3 ni RS Berkane yenye pointi 52, ya 4 ni Pyramids na pointi 48, ya 5 ni Esperance de Tunis na pointi 48, ya 6 ni Yanga ya Tanzania yenye pointi 40, ya 7 ni Al Hilal Omdurman yenye pointi 39, ya 8 ni Zamalek yenye pointi 39, ya 9 ndipo Simba unaikuta yenye pointi 38, ya 10 Al Hilal Omdurman ambayo ya 10 ni USM Alger ya Algeria yenye pointi 37. Msisitizo, viwango halisi vinapatikana baada ya mechi zote 6 za hatua ya makundi kufanyika. Kwa hiyo taarifa hii kwa mashabiki ifahamike kwamba isizue taharuki, kwa sababu bado kuna mechi 4 kwa kila timu. Za juu zinaweza kwenda chini, za chini zinaweza kwenda juu. Lakini kwa benchi la ufundi ndio msisitizo kufahamu juu umuhimu wa kushinda mechi dhidi ya Esperance de Tunis, kushinda mechi dhidi ya Stade Malien, kushinda mechi dhidi ya Petro Atletico, kati ya mechi 4 zilizobaki, ili ipindue meza kibabe kama Simba ilivyowahi kufanya msimu wa 2022-2023, pale ambapo mechi 2 za kwanza ilizipoteza zote. Ilifungwa na Horoya bao 1-0, ilifungwa na Raja Casablanca mabao 3-0, lakini ikaifunga Vipers nyumbani na ugenini bao 1-0, ikaifunga Horoya kwa Mkapa mabao 7-0, na mwisho wa siku ikaenda robo finali kwa miongoni mwa timu 2 za juu. Wao wakawa wamefuzu kutoka katika kundi lao, wao na Raja Casablanca. Sasa kile walichoifanyia Vipers ya Uganda msimu huu 2022-2023 wakiweza wakifanye kwa Esperance de Tunis, kwa kuwafunga kule Tunisia, kuwafunga nyumbani. Ni ngumu, lakini inawezekana. Simba ni wazoefu wa michuano hii. Lakini kama sio kuifunga nyumbani na ugenini Esperance de Tunis, inaweza kashinda mechi 1 dhidi ya Esperance de Tunis, afu ikawafunga Petro kwao Angola, ikawafunga Stade Malien watapokuja nchini Tanzania jijini Dar es Salaam. Inawezekana. Sio kazi rahisi, lakini inawezekana, na Simba alishathibitisha hivyo msimu wa 2022-2023. Kocha Steve Becker, benchi lake la ufundi akina Selemani Matola na wengineo na wachezaji wao watambue wanayo dhima hii kwamba
wakipoteza fursa hii ya kuwa miongoni mwa timu mbili zinazofuzu hatua robo finali ili kuendeleza ubabe wa viwango vya ubora kulinganisha na watani zao wa jadi Yanga, na huku pia wakiendeleza kile ambacho kila msimu wamekuwa akifanya, ukiondoa msimu wa 2019 2020 ambapo walitolewa mapema na UD Songo. Misimu mingine yote kila wakishiriki ligi ya mabingwa kuanzia msimu wa 2018 19 Simba break yao huwa ni hatua ya robo finali. Msimu huu malengo ni kuvuka hata hiyo robo finali, lakini kwa mechi mbili ambazo wameshacheza za mwanzo wako mkiani, hawana uhakika bado wa robo finali mpaka wafanye vizuri katika mechi zilizobaki, na timu nyingine zote hata zile zinazoongoza bado hazina uhakika. Lakini kwa mwenendo uliopo kwenye msimamo, washapitwa na watani za wajadi Yanga, jambo ambalo litawafanya wataniwe sana, kwa sababu kwenye maeneo mengine ya ushindani kama taji la ligi kuu Tanzania bara hawajalitoa kwa misimu minne mfululizo, na wanaolitoa ni watani za wajadi Yanga. Kombe la shirikisho la benki ya CRDB Simba hawajalitoa mara 4 mfululizo, na watani zao wajadi Yanga ndio wamelitoa. Lakini hata katika mechi za dabi ya Kariakoo, wao na watani zao wajadi Yanga mechi 6 mfululizo za michuano mbalimbali ikiwemo ligi kuu Tanzania bara, Simba wamepoteza zote, hawajawahi kushinda, hawajawahi kupata sare. Sasa kocha Steve Becker haya mambo madogo madogo yapaswa ayajue mapema, kwa kujua kwamba licha kuwania taji la ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB, lakini timu yake ingali kitambio na mtani wake wa jadi katika dabi ya Kariakoo. Lakini kwenye michuano ya CAF wao Simba mara zote huwa ndio wakubwa kulinganisha na Yanga kwa misimu kadhaa. Lakini kwa mwenendo uliopo sasa, Simba tayari wameshaporomoshwa, wako nafasi ya 9, Yanga iko nafasi ya 6. Hii iwe chachu ya wao kufanya vizuri zaidi katika mechi zilizobaki, ili mwisho wa siku Watanzania wafurahi kwa kuona Simba ikienda robo finali, Yanga ikienda robo finali, huku pia timu zake nyingine kama Singida Black Stars, Azam nazo zikisonga mbele, ili ushindani baina yao, kutaniana kwao kuwe na matunda chanya kwa manufaa ya nchi. Maana pointi wanazozivuna mwisho wa siku huenda katika kapu kuu la ligi kuu ya Tanzania bara, na hivyo kuendelea kuwa miongoni mwa ligi bora barani Afrika hivi sasa, ikiwa ligi ya 5 kwa ubora barani Afrika, ikiwa na pointi 73 kwa mwenendo unaoendelea live score. Maana mwisho wa msimu tutajua bado ina pointi hizo 73 ama la, maana itategemea pointi watakazovuna kwa ujumla Azam, Singida Black Stars, Yanga, Simba. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.